Karibu sana mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunakushukuru Mungu kwa neema ya kukutana leo katika siku ya kwanza ya siku 10 za maombi zenye mada kuu kufunguliwa. Jina langu ni Ustasela Joni na leo tunaanza safari hii ya kiroho kwa lengo la kumjua Yesu kwa undani zaidi, si kama habari tu bali kama Mwokozi aliye hai. Popote ulipo, fungua moyo wako, tulia na jiandae kusikiliza neno la Mungu litakalokutia nguvu na kukuleta kwenye hatua mpya ya imani. Na sasa twende tukaombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya pekee. Tunakushukuru kwa uzima, kwa pumzi na kwa nafasi hii ya kusikia neno lako. Tunakuomba Roho Mtakatifu aje akae nasi sasa, atufundishe, atufungulie maandiko na afanye maneno haya kuwa uzima ndani ya mioyo yetu. Ondoa mawazo yote yanayotutenganisha na wewe na utuongoze katika kweli yako. Tunajisalimisha kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mtazamaji, na sasa tukaliangalie somo la leo. Somo letu linakwenda kwa jina la mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Leo ni siku ya kwanza na somo letu linaitwa mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Tunajifunza kutoka Matendo ya Mitume 1:1-3. Biblia inatuambia kwamba baada ya Yesu kufufuka, alijidhihirisha kwa wanafunzi wake mara nyingi kwa muda huu wa siku 40 akiongea nao mambo ya ufalme wa Mungu. Hii inatufundisha jambo muhimu sana. Yesu hakubaki kaburini, Yesu yu hai, na alihakikisha wanafunzi wake wanajua kwa uhakika kwamba yeye anaishi. Yesu hakuwa na roho ya hadithi wala kumbukumbu ya zamani. Aliongea nao, alitembea nao, hata alikula nao. Katika Injili zote 4, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, tunaona jinsi Yesu alivyowatokea wanafunzi wake baada ya kufufuka. Aliwatokea wanawake, aliwatokea wawili waliokuwa njiani kwenda Emau, aliwatokea wanafunzi akiwa milango imefungwa, na hata alimwambia Tomaso aguse mikono na ubavu wake. Haya yote yalikuwa ni kuondoa shaka na kujenga imani. Ndiyo maana leo nasi tunaweza kusema kwa ujasiri, Yesu yu hai. Neno la Mungu katika Zaburi ya 119 na 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Tunapomwomba Mungu atutumie Roho Mtakatifu, neno hili linaacha kuwa maandishi tu na linakuwa nuru inayoongoza maisha yetu ya kila siku. Roho Mtakatifu hutufanya tumjue Yesu si kwa kusikia tu, bali kwa uzoefu binafsi. Ellen White anatufundisha kuwa katika zile siku 40 Yesu aliwafungulia wanafunzi akili zao ili waelewe maandiko. Imani yao ilikuwa na wakifikia mahali pa kusema, namjua yeye niliyemwamini. Huu ndio mwaliko wa kila mmoja wetu leo. Mungu hataki tu tumjue Yesu kwa jina, bali tumjue kwa mahusiano. Yesu anapojidhihirisha katika maisha yetu kwa kujibu maombi, kwa kutuokoa, kwa kutupa imani, tunashuhudia kwamba yeye yu hai kweli. Leo chukua muda kujiuliza, ni kwa njia gani Yesu amejidhihirisha kuwa hai katika maisha yangu? Labda alikujibu ombi, alikufungulia mlango, au alikupa nguvu wakati wa majaribu. Hayo yote ni ushahidi wa Mwokozi aliye hai. Na kama bado hujapata uzoefu huo, leo ni siku ya mwanzo. Yesu anasema, yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tunapoanza siku hizi 10 za maombi, ombi letu kubwa ni hili: sisi wenyewe, familia zetu, marafiki zetu na kanisa letu lote tumjue Yesu kama Mwokozi aliye hai. Huu ndio msingi wa kufunguliwa kwa kweli, kumjua Yesu, kuishi naye na kumshuhudia kwa ulimwengu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako. Tunakushukuru kwa Yesu Kristo, Mwokozi wetu aliye hai. Tunakuomba utusaidie tumjue zaidi kila siku, si kwa maneno tu, bali kwa uzoefu wa maisha. Tuma Roho Mtakatifu afanye neno lako kuwa nuru katika njia zetu. Tunaweka mikononi mwako familia zetu na marafiki zetu wote, hasa wale ambao bado hawajakujua wewe binafsi. Waguse mioyo yao, ujidhihirishe kwao na uwalete kwenye wokovu. Tunaanza siku hizi 10 za maombi tukikutumaini wewe, tukikungoja wewe na tukiamini kwamba kufunguliwa kwetu kunatoka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana mtazamaji wa Bukelebe TV.
Endelea kuwa nasi katika siku hizi 10 za maombi, tukimtafuta Yesu kwa moyo wote. Endelea kutufuatilia kupitia Facebook, tunapatikana kama Bukelebe TV, Instagram Bukelebe TV na YouTube Bukelebe TV. Endelea kubarikiwa. Jina langu ni Yustasela Joni.